Tumeungana na mgeni wetu hapa ndugu zangu, tupo na Dr. Elizabeth Lema. Yeye ni daktari wa tiba mbadala. Na tunazungumzia jinsi gani chakula kinaweza kuwa tiba kwako. Tunadharau kumbe, lakini bwana kumbe chakula kinaweza kuwa tiba. Na unaambiwa hiyo ndio tiba kubwa. Kabla hujakimbilia kwenda kuanza kuwa kuandikiwa madawa, sijui kuambiwa vitu gani, una tatizo kubwa, kumbe kuna sehemu tu ndogo ulimiss. Chakula cha kawaida, hata mtu wa hali ya chini kati, vyovyote anaweza aka-afford akatengeneza nyumbani tiba hiyo na ikamweka vizuri fit kabisa kiafya. Dr. Elizabeth, karibu kwenye Dadas. Asante. Tumefurahi kuungana na wewe. Nashukuru. Kabla tujaanza hapa, Boka alikuwa kurudisha nyuma kidogo. Dr. Elizabeth ni nani? Ilikuwaje mpaka ukaja kwenye tiba mbadala? Wapi ulipotoka? Hebu tuanze. Umesema tuna miaka mingapi kwanza tukiwa tumeanza kwenye mambo ya tiba mbadala? Miaka 19. Na ndani ya miaka 19 kulikuwa ulipotoka, unaona is it worth it ama ni bora ungebaki kule kwenye engineering ulipokuwa unasema? Hapana. Mimi naona kwamba nimepata kitu kikubwa sana. Kwangu na kwa familia yangu. Kuna baadhi ya watu wako hai ambapo ningekuwa sina maarifa nadhani wangekuwa hawapo. Yes. Amazing. Okay, turudishe nyuma. Wewe ulisomea kitu gani? Okay, mimi nilipotoka shule ya msingi, kwa sababu miaka hiyo ilikuwa ni ile miaka sekondari ni chache. Kwa hiyo katika darasa letu watu 45 walifaulu mmoja. Kwa hiyo wengi tulienda ufundi. Kwa hiyo mimi nilianza kujifunza ufundi wa kushona shule za masista, kwa sababu mamangu alikuwa anashona, hicho kikawa ndio kitu cha kwanza. Lakini sikuweza kufanya kazi ya ufundi wa kushona kwa sababu mimi nina zile features kidogo za kutaka kazi ngumu. Kwa hiyo watu walikuwa wananisaidia wakanishauri nije wakati huo VETA ambao wakati huo ilikuwa inaitwa NVTC. Kwa hiyo nikasoma NVTC Office Machine Mechanics. Nilivyosoma Office Machine Mechanics ulikuwa ukitoka shule unapewa kazi moja kwa moja. Lakini katika zile process za kupewa kazi kuna vitu sikuenda navyo kutokana na misimamo yangu. Kwa hiyo nikarudi nyumbani tena. Sasa nikiwa nyumbani nikapata nafasi ya kuingia chuo kimoja cha Wajerumani. Kile chuo nikajifunza mambo ya electrical installation. Kwa hiyo nikawa nafanya wiring. Kwa hiyo mimi nimefanya wiring kwenye makampuni kama matatu yaliokuwa yana exist mkoa wa Kilimanjaro. Kampuni la kwanza lilikuwa linaitwa Chima Engineering. Pale nilikuwa nafanya motor rewinding pamoja na electrical installation. Tuachane na kutaja makampuni. Makampuni ulichokuwa unafanya. Nilikuwa nafanya motor rewinding na electrical installation. Lakini baadaye nikaja nikafanya kampuni lingine mambo ya motor rewinding. Kwa hiyo nikawa nasuka motor mpaka horsepower 30. Zile mashine kubwa za kusaga. Unataka challenge mambo ya motor sijui. Motor ukienda kusaga mahindi, mashine ili iweze kusaga mahindi, kuna kitu kinaizungusha. Ile ni motor. Kwa hiyo ile motor ya aswa za mashine ya kusaga ndio zenye horsepower kubwa, zina uwezo mkubwa wa kusukuma. Kwa hiyo zile motor zikiungua unasuka. Kwa hiyo zile vitu mimi nimefanya katika umri wa udogo. Kwa hiyo baadaye nimekuja kuolewa. Unajua kazi za ufundi unafanya na vijana sana, tena na mume na nini, nikaacha nikaingia kwenye biashara. Sasa nimeingia kwenye biashara, nimekuja kuwa mama, nikaamua kujiendeleza. Huku nafanya biashara, huku nasoma. Kwa hiyo nimefanya biashara na kusoma kwa sababu kumbuka nilitoka primary nikaja kwenye ufundi. Kwa hiyo kuna ile level ya sekondari ambayo nilikuwa sijaipata. Kwa hiyo ukubwani mwangu nikaamua kuitafuta ile level ya sekondari. Kwa hiyo nikajisomesha na kitu kikubwa nilichokuwa nakitafuta mimi ni Kiingereza. Kwa sababu ule wakati ukifanya shughuli zako utagundua kuna vitu unamisi kwa sababu ya lugha. Kwa hiyo nilijisomesha, nikaanza kujisomesha zaidi kujua Kiingereza na nilikuwa nafaulu vizuri. Baada ya hapo nikaingia kwenye biashara za kitalii. Kwa hiyo nimefanya biashara za kuuza vinyago, shanga za Kimasai, nguo za Kiafrika. Nimefanya sana mkoa wa Arusha na Kilimanjaro. Na nikawa najitafuta pia. Unajua unapoendelea kuwa mtu mzima kuna kile unaangalia nini unapenda. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2006 nikajiunga kwenye haya makampuni ya biashara za mtandao za virutubisho. Na nilipojiunga mimi nikaenda Nairobi. Nikiwa pale Nairobi niliona tunafanya kazi, tunataka point, tunataka kutengeneza pesa, lakini mimi nikawa natafakari kwani huyu aliyekaa kule Marekani au wherever aliko, alafu sisi ndio tunafanya kazi alafu tunamwekea benki. Yeye alifanyaje? Hicho kilikuwa kinanisumbua. Kwa hiyo mimi nikaweka nguvu yangu kujifunza zile product. Sasa wakati najifunza zile product nikagundua vitu wanavyotumia sisi tunavyo. Viko vingi, yani viko vingi sana. Tofauti wao wameweza kuvibrandi
nakuja na package nzuri, lakini ukinizungumzia mchaichai hapa kwetu umejaa tele. Na ukizungumzia asali hapa kwetu masega ya asali yamejaa tele. Sasa tunakwama wapi? Kwa nini? Kwa hiyo nilivyozielewa product nikawa tu kama nimeswitch mind yangu. Nakumbuka siku moja nilisema I can still do this on myself. So sitaki kuendelea na hii kitu kwa sababu pia ni hustle, sio kazi rahisi. Kwa hiyo nilivyoacha nikaanza kutengenezea jikoni hizi bidhaa, alafu nikaanza kutafuta shule za kusoma. Kwa hiyo nikasoma nutrition. Nikasoma kozi ya nutrition ambayo nilisoma Dublin, Uingereza. Okay, kutokana na familia yangu niliweza kupata hizo nafasi za kusoma hizo kozi nje. Kwa hiyo nilisoma Dublin, kozi ya muda mfupi ya virutubisho. Very interesting, nikapenda sana. Kwa hiyo nilivyorudi hapa nikaanza kujifunza mimea, baadaye nikafanya hizo short course za ku-identify mimea, kuielewa. Hapo ndo nilijua hakuna magugu yanayoota ambayo hayana maana. Kila gugu, yani mvua inaponyesha, kila gugu linaloota lina maana yake. Alafu lina faida kwa binadamu. Hata mmea unaoitwa sumu una maana kwa nini upo. Lakini pia niliendelea zaidi, nikaamua kuongeza elimu zaidi, ndo hapo nikasoma udaktari. Kwa hiyo okay, vyuo vya nje huwa wanaangalia uwezo wako, wanaangalia stage ulizopita, maturity, wanaamua kuweke wapi. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kusoma diploma ya naturopathic medicine, ambapo nilipoisoma ile diploma ndio ilinifungua sana kwamba nature au asili au mazingira tulionayo sisi na mazingira ni ndugu. Hatupishani. Tunashare kila kitu. Tunashare kuanzia tunavyopumua, tunapolala, tunavyokula, tunavyojisikia, tunavyoconnect. Sisi na asili ni kitu hichi kimoja. Kwa hiyo ilinifanya nianze kuwa na ile hali ya kutaka kufanya utafiti binafsi. Kwa hiyo ndio unaona vitu vingi ninavyoviongea vingi ni vile nimefanya utafiti binafsi, nasoma vitabu, kwa sababu elimu ya shule inakupa tu mwongozo. Lakini wewe kujiongeza ni kazi yako binafsi. Kwa hiyo vitabu mimi nimesoma sana. Naweza kuambia nilikaa ndani mwaka 2020 mpaka 23 nikisoma vitabu tu. Nikisoma vitabu tu. Yaani nafanya shughuli zangu lakini narudi nyumbani, siendi mahali. Na baada ya hapo nimeandika vitabu vingi vya sayansi. Wow. Yeah, maisha, tiba, jinsi ya kutumia nature na asili kuweza kujitibu. Na hiyo ikatupelekea sasa kufikiri kuanza kuexpand hiyo elimu zaidi. Ndio maana unaona naongea sana. Wow. Hongera sana Dr. Asante kwa hiyo historia kwamba umetupa. Now sasa tukirudi tunataka tuongee kuhusiana na hii tiba ya chakula kwa sababu wengi especially mijini kula tu tunaweka sumu kwenye miili yetu, we don't care mpaka tuumwe ndo unaanza kunywa madawa hapo. Na kuna food poison hata wengine ilikotokea. Kuna mtu jana akapata food poison hapa baada ya mapumziko. Airtel 5G Smart Connect inakupa data bila kikomo, kasi ya uhakika na betri ya ziada inayodumu hadi kwa saa 6. Endelea kuunganisha nyumba yako na njia bomba zaidi. Tembelea duka lolote la Airtel karibu yako kufahamu zaidi.
Habari, naitwa Tunu Mbegu, mimi ni balozi kutoka Molped na tuko hapa leo hii kwa ajili ya kuendelea kushika mkono na kushiriki katika hii kampeni ya Namthamini. Sisi kama wadau tumeguswa sana na hili ambalo linafanyika na East Africa, na tukaona kuna haja ya sisi pia kuungana nao kwa ajili ya kuendelea kuwasaidia mabinti mashuleni. Leo tumeweza kupata nafasi nzuri sana ya kuweza kufika hapa kwa ajili ya kusapoti jitihada ambazo zinafanyika na East Africa Television katika program yao ya Namthamini. Padi zetu hizi ni padi za aina tofauti, ni padi bora kabisa kwa ajili ya kutumia ambazo zimegawanya katika makundi mawili. Kuna padi ambazo ni antibacteria, lakini pia tuna padi ambazo ni fresh. Hizi zitamfanya binti kule mashuleni alipo aweze kujiamini, aweze kuhudhuria masomo yake katika uwezo wa kujiamini na katika uwezo bora kabisa. Leo hii tukiwa na ambasada wetu tumekuja kushiriki kwenye kampeni hii. Tunawakaribisha pia na ambasada wengine waweze kushiriki. Namthamini, nasimama naye. Mtazamaji wa EATV Together tunawakilisha. Jamani direct. Mungu, jinsi gani chakula kinaweza kuwa tiba. Sukari ishakupanda director, hakikisha unafuatilia hili somo ujue jinsi gani chakula kinaweza kuwa tiba. Tunaye Dr. Lema hapa, amezungumza mengi, ameeleza historical background yake kwa ufupi kabisa kwamba alianzia wapi, alitokea wapi, na kikubwa nimejifunza baada ya historia yake kwa ufupi aliyoitoa kwamba kufeli shule sio kufeli maisha. Dr. Lema alishia darasa la 7 kupata nafasi ya kufaulu shule ya msingi, lakini sasa hivi ni daktari. Jiulize imekuwaje? Kwa ufupi ameelezea hapa. Kwa hiyo tusijiweke nyuma. Ukiona umekosa hiki basi pambana utapata hiki. Betona uzuri ndio Dr. Sasa tunarudi katika topic yetu, tuangazie namna gani chakula kinaweza kuwa tiba. Na kwa kuanza tuambie tiba ni nini? Okay. Tiba ni ile hali ya kuondoa maumivu kwenye mwili. Labda niseme hivyo. Yaani unataka kuwe comfortable. Tiba ni ile hali ya kutaka kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Uko nje ya hali yako ya kawaida, unatafuta jinsi ya kurudi kwenye hali ya kawaida. Hicho ni kifupi. Okay. Yes. Okay, so chakula kinawezaje kwa tiba? Na hebu tuangazie, sisi wote hapa ni wanawake na tunapitia mambo mengi sana kama wanawake. Tunawezaje kutumia chakula kikatutibu vitu mbalimbali? Kwanza tuangalie mwili wako. Mwili wako ni organic. Kiswahili hapo. Mwili wako ni asili. Mwili wako unaweza kuharibika na unaweza kujitengeneza. Okay. Nikisema hivi namaanisha, ulishawahi kuona mtu ana kidonda mpaka mguu unaoza? Ndiyo. Kwa maana kwamba mwili wetu unaweza kuharibika, lakini mwili wetu pia unaweza kujirejesha. Ukishakuwa na hiyo understanding utaelewa how nature, vile nature inafanya kazi. Nisaidie nisije nikaenda Kiingereza sana. So chakula na miili yetu ni ndugu. Kwa sababu tunaposema chakula, tuchukue mfano wa ugali ambao ni chakula cha kawaida. Tunapochukua ugali tunakula, nini kinatokea pale? Sisi tunauona unga, tumeuchanganya kwenye maji. Lakini ule unga ukiula hauingii, yani ule ugali ukishaiva ukiula hauingii kwenye mwili kama ugali. Unaingia kwenye mwili kama element au vitu ambavyo vinashabihiana na miili yetu. Kwenye unga kuna element ambazo ndo tunaziita virutubisho. Hivi virutubisho viko kwenye kila chakula kwa aina tofauti tofauti. Sasa kwenye ugali tunapata kirutubisho wanga na tunapata vitamin ambazo zinakaa kwenye kile kiini cha wanga, na tunapata nyuzi ambazo zinakaa kwenye lile ganda la muhindi. Tumeelewana? Lakini wewe unakula sembe. Limeondolewa ganda. Kwa hiyo upati ganda ukila ugali. Ndiyo. Alafu ukishakoboa mahindi ukaondoa ganda, unaondoa na kiini. Ndiyo. Maana yake umebaki na nini?
na wanga. Alafu ugali ndio chakula kingi tunachokula kuliko mboga mboga. Maana yake unachokula pale wewe, nikiite kwa lugha simple, ni tope. Tope? Yes. Dokta jamani. Kwa sababu hakina kitu cha kusaidia mwili wako uweze kuprocess. Kwa sababu si vitamini na nyuzi nyuzi ndo zinasaidia mwili wako uweze kujua kwamba hapa nahitaji vitamin A, vitamin B, nyuzi nyuzi zile ndo zinasaidia ile movement ya ugali. Kwa sababu ugali ukifika tumboni hautakiwi kusimama. Unatakiwa kusafiri mpaka ukifika vile virutubisho vinaingia kwenye damu, alafu ndio unapata haja unaenda kutoa kinachobaki. Kwa sababu kile kinachobaki ndio kile ambacho akipashwa kwenye mwili. Na mwili ni kiwanda kuprocess na kuchukua kile tu ambacho ni safi kinahitajika, vingine vyote vitoke. Lakini kinachohitajika wewe ulishakoboa zamani ukatupa. So mwisho wa siku mwili wako unaenda kufyonza kitu ambacho hakitakiwi kwa wingi kwenye mwili. Hiyo ni simple. Kwa hiyo chakula kinakuwaje dawa? Kwamba vile vinavyohitajika na mwili vikijitosheleza kwenye sahani yako, vinapoingia, unajua absorption au upokeaji wa chakula wa mwili unaanzia hapa. Ulishaenda hospitali ukapewa dawa kutoka chini ya ulimi? Mimi Okay, ile inaitwa absorption. Ile dawa inaingia kwenye mwili kirahisi kupitia chini ya ulimi. So chakula unapokula hapa mdomoni, kuna kemikali mwili wako unaachilia ambazo zinahusisha na uwezo wa mwili. Yani tunasema homoni zina release au zinapeleka taarifa, enzymes zinaachiliwa. Enzymes ni aina ya kemikali ambazo zinasaidia kuvunja chakula. Kinapofika mwilini, mwili inakuwa rahisi kwa sababu tayari homoni ndio zinasaidia ule utambuzi kwamba sasa tunakula virutubisho ndio vinatakiwa vingie. Kuna kitu kinaitwa receptors au kitu kinachopokea. Kwa hiyo unapokula chakula chenye virutubisho kinashambuliwa, alafu zile elements zinachukuliwa, zinaingia kwenye damu. Alafu zile uchafu ambao sasa hauna matumizi unasukumwa, lakini kinachosaidia kusukuma ni zile pumba. Zile pumba za mahindi ambazo wewe ulishazitoa wakati umekoboa. Na hii nitasema ndio sababu kubwa ya bawasiri, kukosa choo, vidonda vya tumbo, acid, kwa sababu tumbo linakosa balance. Hii ni one of the problem. Okay, dokta hapa leo. Dokta tutafanya sasa tusiende kula. Sembe, tusiende kula sembe tena tusiwe bye bye. Kwa hiyo sasa sembe inatakiwa iliweje? Hutakiwi kula sembe. Okay, unatakiwa ule dona. Ndio maana mimi unatakiwa ule hindi likiwa zima. Yaani unapomenya mahindi, hata magunzi yana faida in some extent, lakini we don't need that, sababu mahindi pia itosheleza. Kwa hiyo unapopukuchua mahindi, ule muhindi kama ulivyo una maganda, una kiini, alafu una kile kibebeo ambacho ndio wanga. Wanga una uhitaji kwa ajili ya energy, lakini mwili wako hautakiwi uchukue mwingi kuliko vitu vingine. Mwili wako unatakiwa upokee wanga kwa kiasi sahihi kutokana na mahitaji ya shughuli zako. Wewe unakaa hapa, hauvuti mkokoteni, haulimi, au bebi tofali. Wanga unaohitaji wewe kwa energy ya kazi yako tofauti na yule mbeba mizigo wa pale Kariakoo, sokoni, mjenzi. So kiwango cha wanga unachohitaji kinatokana na matumizi ya energy unayoitumia kwa siku. Na ndio maana kama umesema sana nasema hatuhitaji wanga jioni. Tunahitaji wanga asubuhi na mchana, kwa sababu ndio tunautumia. Hiyo ni petrol, hiyo ni fuel ya kufanya uweze kufanya kazi zako. Kwa mchana usiku unaenda kulala. Kwa hiyo unaweza ukala ugali. Ukiangalia tamaduni zetu sisi wa Afrika tumeshazoea asubuhi watu wanakunywa chai, mchana ugali, usiku wali 3 usiku 4 watu tunapokula wao na dondo. Na asubuhi wanamka na kiporo. Ngoja nikusaidia hapo. Ukiangalia maisha yetu ya Kiafrika ya asili, sisi ni watu wa nyika. Sisi ni wakulima, sisi ni watu wa kazi ngumu, sisi tunatembea, tunafanya kazi ngumu sana. Kwa hiyo mimi naweza kukupa kabisa ile picha ya maisha ambayo nimeishi nikiwa mtoto. Tunaamka asubuhi, tunakula kiporo cha jana jioni, ambacho labda ni wali au ni ugali. By the way, wali mimi nimeukuta da. Kwa hiyo ilikuwa ni ugali au ndizi. So, ukila asubuhi ukishiba, chakula kingine uje ukipata saa 9 mkitoka shambani. Kwa maana kwamba kile chakula cha asubuhi
umekitumia wapi? Shambani. Ukisha kitumia shambani, mwili wako hauwezi kuwa na excessive kwa sababu kule umetoka jasho, umechomwa na jua, umetumia misuli. Kinachochoma wanga ni misuli. Sasa hivi na maisha ya kisasa, tuna magari, tuna kiyoyozi, yani tuna maisha mazuri, yani tuna kila kitu. Bado tunaendeleza ule wanga wa mfumo ule wa maisha ambapo tumeshabadilisha maisha. Hatuendi tena shambani tukaja kula saa 9. Lakini bado tunakula ugali na wali kama vile tunaenda shambani. Sasa hii ni understanding ambayo tunahitaji kuwa nayo kwamba tulikuwa tunakula ugali na wali asubuhi, tunakula kiporo cha jana kwa sababu matumizi ya kile chakula tulikuwa nayo. Sasa hivi kama wewe unakaa ofisini, huwezi kuendeleza ile traditional life kwa sababu mwili wako hauna nafasi ya kutumia misuli kama ulivyokuwa unatumia, na kinachochoma wanga ni misuli. Kwa hiyo kama wewe unafanya kazi ya ofisini, ni ushauri tu, badala ya kula ugali na maharage na nyama jioni, au wali na nyama na maharage tena na juice juu jioni, kula mchana. Alafu kabla ya kwenda kulala, hakikisha misuli yako imekuwa active, kuhakikisha kile chakula cha mchana kimechomwa, kwa sababu chakula kinachomwa kati ya masaa 3 mpaka masaa 6. Ukija kujazia chakula kingine jioni, alafu unaenda kulala tumbo limejaa, ndio maana tuna magonjwa tunaita ya mfumo wa maisha, kwa sababu mwili uko busy kuprocess hata saa ya kupumzika. Tunatakiwa ukienda kulala mwili usiprocess, brain yako irelax. Lakini ukiwa na chakula tumboni, damu ina focus kwenye tumbo kuchakata chakula, badala ya kufocus kwenye brain uweze kulala, uweze kurelax. Naanda ukiamka mtu umechoka. Exactly. Mwili unauma kila sehemu. Yani ninashindilia futari pale magimbi miogo. Unasema mimi nimelimishwa sana usiku, nimechukuliwa na wewe sio mchawi. Mwili ule umeuma kwa sababu tena ngoja niongeze kwenye hilo hapo. Ndio, ongeza. Ukiwa umeshiba, kinachosaidia kuchakata chakula ni nyongo, tunasema gallbladder. Na ile inapokuwa released, inafanya unaota ndoto mbaya. Unaona unakimbizwa, unaona unafanya, kwa sababu unapokuwa tumbo limejaa chakula, ile kazi inayofanyika tumboni inahusisha pia acid. Hiyo inaingilia sana vile brain yako inafanya kazi. Na hiyo inafanya watu wanaota ndoto mbaya sana. Nimeshakutana na wagonjwa wengi. Wengine wameenda mpaka mbali na kugombana na ndugu zao wakifikiri wameloga. Alafu tunamwambia hii ni balance ya tumbo na nyongo, kwa sababu unalala umeshiba sana. Na ukimpa tu maelekezo, hata sio matibabu, maelekezo ya chakula kufanya, anapona. Anaacha kuota ndoto mbaya. Mswahili hapo unamwambia hivyo, utamwambia nini? Uchawi upo. Simwambie ameroga. Mgongo umekaza, kiuno kila nguvu. Naenda mapumziko. Tangazo. Come on. Maskani kuu itakuwa lini? Oya, utaratibu ni kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri. Keeping the good music alive. That's me job. Yes, ndio shughuli yetu. Wow. Na hii ni taarifa kwa umma. Tunakutana kuweka jiwe la msingi kwenye Maskani Kuu, platform mpya ya vipaji vya rap Tanzania pale Django Beach, Kunduchi, Dar es Salaam. Timu yote ya Planet Bongo hapa, the party master DJ Sama TZ, huku professional DJ Dare, pale washindi 10 wa Maskani 10 tukizindua Maskani 10 Cypher, huku tukipata upepo wa bahari. You know what? Kutakuwa na special appearance kutoka kwa mastaa wa Bongo Hip Hop, Bongo Flavor, dakika 10 za maangamizi. Ni Jumamosi ya tarehe 5 mwezi wa 4 2025. Ukiwa na buku 10 tu na utapewa loko bia 2 mlangoni kuanzia saa 12 jioni. Hawatuwezi. Wamekaa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhan Kareem. Together tunawakilisha.
Okay, maswali yako unaweza kuwatuma kupitia Instagram, Facebook pamoja na X, zote ni @EastAfricaTV. Tunaongelea kuhusiana na jinsi ambavyo chakula kinaweza kuwa tiba. In case ulikuwa ufahamu, tuko na Dr. Lema hapa. Yeye ni daktari wa tiba mbadala. Anakushauri tu, anasema yeye akwambii what to do, anakushauri, anakupa elimu kuhusiana na chakula, na amesema kwamba mazingira yetu yanaendana na miili yetu, yani tunategemeana. Ametuambia vitu vingi sana hapa, na tulikuwa tunaongea kuhusiana na jinsi gani wanga ule ugali, tumeongea swala la ugali, na ukasema kwamba hatuhitaji sembe, tunahitaji dona, kwa sababu dona ndio ina virutubisho ambavyo tunahitaji. Sembe tayari imeshatolewa virutubisho vyote vile, lakini tunaweza tukala ugali ambao haujakobolewa, tunaweza tukala huo. Yes, hiyo ndo dona. Ndio dona. Mimi najua dona ni unga mwingine. Hapana. Dona ndio mahindi ambayo hayajakobolewa. You learn kitu kipya every day. Yaani najuaga dona ni kitu kingine tofauti. Hata mama ya kwanza nilikuwa najua hiyo. Mahindi yasiyokobolewa ndio yanatoa unga wa dona. Aha. Kwa hiyo ile ndio ambayo tunataka kuona. Yaani badala ya kukoboa, wewe mahindi ukishayapata, yametoka shambani, yameshapukuchuliwa vizuri, ni masafi, unaenda moja kwa moja kuyasaga. Sio tena kukoboa, kupepeta, kusafisha, tena kusaga, unapata unga mweupe kabisa. Pana dona, uanga unaka brown. Yes. Ukipata mahindi yale ya asili kabisa, kuna ka brown na kanjano, ile inakuwa na rangi fulani ya mezi, na ukila una feel kabisa umekula. Jana nimekula dona, yani was amazing. Basi na mimi nitaanza kula. Mimi si like dona. Na dona uwe makini katika usongaji wake, unaweza kaitoa ugali gumu hatari. Ndio maana si upendi, kwa sababu ni mgumu. Mpishi kafeli. Lazima ujue pia kupika ugali wa dona. Nikupe tip kidogo. Toa. Unapika uji kabisa, ule uji mwembamba. Unaacha uji unaiva kabisa vizuri. Alafu ndio unaweka unga, unasonga kidogo kidogo mpaka unapata ile consistency unayoitaka. Usisonge ugali wa dona kwa kutumia maji yaliyochemka, itakusumbua sana. Utatoka na uji mpaka mwisho. Asante Dr. Vipi tuongee kuhusiana na wanawake, tunapitiaje kipindi cha hedhi, tunakuwa na maumivu sana ya tumbo. Is there a way tunaweza tukatumia chakula ikatusaidia kwenye maumivu ya hedhi? Yes, kabisa. Na huwa mimi nasema mwanamke hapashi kupata hedhi maumivu. Kipindi cha hedhi maumivu kabisa au maumivu haipashi kupata maumivu. Okay. Inapaswa kupata tu taarifa kwamba unaingia, lakini shughuli zako uendelee nazo kama kawaida. Kila chakula tunachokula ambacho ni cha asili. Nikisema cha asili maana yake kimeota kwenye ardhi bila kutegemea influences zingine. Tumeweka mbolea ya mboji. Unajua mbolea ya mboji? Ya ng'ombe. Hapana, mbolea ya mboji ni mbolea ya uoto wa asili. Kwa hiyo kile chakula hakikutegemea external source, imetegemea internal ya soil, ya udongo. Kila chakula kilichoota kwenye huo mfumo kina kitu cha kubalansi hormone. Hormone ni mfumo kamili kwenye miili yetu ambao ni mfumo wa taarifa unaochochea miili yetu kufanya vitu sahihi na kutoa taarifa. So mfumo wa hormone ambao tunauita endocrine system ni mfumo wa tezi. Kwa kila chakula unachokula lazima kiweze kubalansi hormone. Sasa kama unakula vyakula kwa usahihi ambavyo ni vya asili, hata maharage, hata hayo mahindi. So mahindi ya asili sio meupe. Mahindi ya asili yana njano, zambarau na nyeupe kidogo. Kwa hiyo kama unakula mahindi ya asili, yana uwezo wa kubalansi hormone. Kinachofanya unapata sijui mambo ya period inauma, period inakuwa nyingi, sijui nini, ni mabadiliko ya hormone. Hormone zinabadilika kila saa kutokana na mabadiliko hali ya hewa, hasira, mtu kakukasirisha, umefurahi, hormone zinabadilika. Umekula kitu ambacho sio kizuri, hormone kwa sababu kazi ya hormone ni kupeleka taarifa kwamba sasa hapa kuna hichi kinatokea, kuweka mpangilio sahihi. Kwa hiyo yes, unaweza kuishi bila maumivu ya hedhi na ukatumia vyakula kawaida, lakini hakikisha vyakula vinasaidia kubalansi hormone. Moja ya chakula ambacho ni cha kawaida kabisa ni samaki. Sasa kwa nini samaki inashindwa sasa hivi kutusaidia na ilikuwa inasaidia? Mama zetu, mimi nakumbuka wakati niko binti ndio nimeolewa, mama yangu aliniambia lazima ule kitawa, maana sisi kwetu kuna vyakula vile vya asili. Kaniambia lazima ule kitawa ili mwili upate joto. Kitawa ni chakula.
Ni chakula cha ndizi, magadi na maziwa. Magadi haya? Magadi ya asili yale ya vumbi. So kile chakula alikuwa ananipikia hivyo kwa sababu alikuwa na expect kwamba, kwa sababu alikuwa anajua mzunguko wangu, alikuwa na expect nikitoka kwenye zile honeymoon nitakuwa tayari nimeconceive. Kwa hiyo alikuwa anategemea nikila kile chakula siku 2 siku 3 homoni zangu zitakaa vizuri. Kwa sababu kinacho pia amua uzae mtoto mwenye uwezo kiakili ni hormone. Kwa hiyo chakula tunachokula kina capacity ya kubalance hormone kama bado kina uasili wake. Sasa nikikutajia ndio hizo nimesema samaki, lakini maziwa ni aina nyingine ya hormone. Alafu vyakula vya mbegu za maboga yenyewe yanasaidia kubalansi hormone. Hata majani ya maboga yanasaidia kubalansi hormone. Mdalasini katika spices, manjano, chia seed, zile mbegu za chia zina hiyo capacity, zina hiyo omega, kwa sababu tunatakiwa kubalance, zinaitwa fatty acids. Omega 3, omega 3, omega 6 na omega 9 ni kitu ambacho tunacho, kinatakiwa kuishi kwenye miili yetu iweze kuprocess, na hiyo inasaidia mfumo wa hormone kwa sana. Lakini vyakula vyote vya asili vina hiyo capacity, na sio tu hiyo capacity ya kusaidia kubalance hormone na kucontrol uvimbe, tunaita chronic inflammation, ambayo ndio inasababisha maumivu. Ukiwa na maumivu una chronic inflammation, ambayo kwa Kiswahili ni kama uvimbe au jipu la tambazi. Hili jipu la tambazi linaishi ndani yako, unaliprovoke na chakula. Ndio unasikia mtu ana allergy. Ile ni aina fulani ya inflammation, kuna kitu ukifanya mwili wako unaipandisha ile hali. So watu wenye shida ya maumivu ya hedhi, kitu cha kwanza washughulike na hormone naturally. Hakuna kushughulika na hormone chemical. Hormone hazijui chemical. Hicho ni kitu ambacho zinazifanya zenyewe, zinapeleka taarifa kinyume. Ulishakutana na mdada amenenepa alafu mafuta yamejenga huku na huku? Ndio. Hiyo ni kwamba hormone zinapeleka taarifa wrong. Kwa sababu kinachoamua mafuta yapelekwe wapi ni vile hormone zinapokea na kuachilia taarifa zake. Mwili wako unajipanga kwa sababu hormone zako zinapeleka taarifa kwamba wewe ni mwanamke unatakiwa kuwa na figa ya aina hii. Wewe ni mwanaume unatakiwa kuwa na misuli ya aina hii. Sasa kinachoamua ni hormone. Ndio maana wanaume wana testosterone, wanawake wana estrogen. Sasa wanawake pia wana testosterone, wanawake pia wana progesterone. Lakini kinacho make difference ni zile hormone ambazo zinaweka tofauti ya mwanamke na mwanaume na kusaidia mpangilio wa mwili. Kwa hiyo unaweza kuishi bila maumivu ya hedhi kwa kuwa identify vyakula ambavyo vina balance hormone. Kwa kumalizia, Dr. Lema, tuna dakika moja tu hapo. Tunawashauri vipi wote, maana basi wanawake na wanaume wote, kwa kuweza kutumia chakula kama tiba? Kitu cha kwanza, kula vyakula vya asili. Jifunze vyakula vya kikwenu vilikuwa vinapikwaje, usio kisasa hivi, maana sasa hivi tunaongeza vitu vingi. Jifunze tulikuwa tunafanyaje. Alafu tulikuwa tunakula vyakula ambavyo ni vya kusindika kiasili, na hiyo ilikuwa inatusaidia miili yetu kuprocess chakula. Turudi kusindika vyakula kiasili. Mjini tunasindikaje? Ni kujifunza tu. Mimi nafanya nyumbani. Okay. Nafanya sana na vingine nawafundisha. Inawezekana. Na upikaji wetu maana tunakaanga sana. Sasa tuache hiyo tabia. Tulikuwa tunachemshaga maharage, tunachemsha chakula, unabandika chakula kwenye chungu, sio sufuria, chungu. Alafu ukija jioni unakuta kimeiva. Unaweka tu vimafuta na chumvi unakula. Na chungu kile kilikuwa kinakupa minerals, sababu ni udongo. Minerals zote, madini yote yanapatikana kwenye udongo. Kwa hiyo chungu ni organic. Chakula kikiwa organic, full ile process inaitwa ecosystem. Ile full process nzima inakulinda wewe na kusaidia mwili wako kuperform au kufanya duties zake sokoni. Sasa itakuwaje? Kwa faida ya mtazamaji, utakupataje wakihitaji elimu zaidi? Jamani, mimi nina ofisi inaitwa Cornwell Tanzania. Lakini namba yangu ya simu labda nitaje. Uko tayari? Hautakaa kwa amani. Basi tufanye social media. Cornwell Tanzania, CORNWELL. Cornwell Tanzania, na TikTok Natural Life. Natural ile RO, natural. Natural Life. Sio natural ya RA. Okay. Ni natural ya O. Natural